vijana na watu wenye ulemavu, kata ambazo bado hazijapatiwa vikundi vyake hata kimoja. Kata hizo ikiwa Kiloli, Igigwa, Nyangwa kupatiwa kikundi kimoja tu, lakini na maeneo mengine ambayo bado hawajapata mikopo, nataka kujua watapata lini, kwa sababu wameomba kwa muda mrefu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli katika awamu ya kwanza ya utoaji wa mikopo, baada ya kusitishwa kwa muda mrefu, kata 7 zilikuwa hazijapata hii huduma kutokana na changamoto mbalimbali ambazo zilitokeza kipindi hicho. Lakini tulipokuja kwenye awamu ya pili, kata zote zimeingia kwenye kukopeshwa, programu ya kukopeshwa, na jumla shilingi milioni 400 zimetengwa kwa ajili ya kukopeshwa kwa kata zote ambazo zipo katika halmashauri yetu. Tulianza na wale watu ambao walikosa kwenye awamu ya kwanza, tumewaingiza na wale ambao kwenye kata 7 ambao pia wamekizi vigezo. Kwa hiyo lini taratibu zimeanza za mchakato wa kupata fedha kwa ajili ya kuwalipa, kwa maana ya kuandika dokezo kwa ajili ya kupata hizo fedha za mikopo kwenye vikundi husika. Kwa hiyo lini nategemea na mchakato utaisha lini, na kwa kuwa tunajitahidi kupeleka kwa haraka, tunaamini kabla ya katikati ya mwezi wa 5 tutakuwa tumeshaanza kutoa hiyo mikopo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni nini mpango na mkakati wa halmashauri yetu kupandisha hadhi mji wetu wa Sikonge na kuwa halmashauri ya mji? Mheshimiwa Mwenyekiti, kuzingatia mji wetu unakuwa kwa kasi, hivyo tutaka tupate majibu ya mkurugenzi ni mkakati gani anayopanga kufanya mpango ili mji wetu wa Sikonge uweze kuwa halmashauri ya mji. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana. Nimshukuru Mheshimiwa Yusufu, Mheshimiwa diwani wa kata ya Kisanga. Ni kweli kwa mujibu wa sheria, makao makuu ya wilaya na halmashauri yapo kwenye kijiji cha Sikonge. Kwa hiyo tuna haja ya kupandisha hadhi kutoka kwenye hadhi ya kijiji na kuwa mji. Taratibu za kupandisha hadhi tulishazianza na tulishazipitisha kwenye vikao, ikiwemo kikao chetu cha baraza la madiwani, na tukapeleka kwenye kikao cha DCC kwa ajili ya kupata approval ili kwenda kwenye RCC. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati mchakato huu tunaendelea nao, tulipata maelekezo ya serikali kuu kwamba kwa muda wa sasa wamesitisha kupanua maeneo ya utawala mpaka pale ambapo maelekezo mengine yatatolewa. Na mpaka leo unapouliza swali, hatujapata maelekezo mapya kama mchakato au ile katazo la kupanua maeneo ya utawala kama ilivyotolewa na serikali kuu yamefunguliwa au hayajafunguliwa. Lakini tulipata hayo maelekezo, ingawa sisi tumefikisha mchakato wetu mpaka kwenye RCC. Na pale ambapo tutapata maelekezo mapya, tutaendelea na utaratibu wa kupandisha hadhi mji wetu wa Sikonge ili kuwa mji. Ni maelekezo ya serikali kwamba utaratibu wa kuongeza maeneo ya kiutawala ya aina yoyote yalikuwa yamesitishwa, bila kujali kwamba anaongeza gharama au anafanya chochote ambacho kitafanyika. Hiyo shughuli ilikuwa imeachwa kwa muda. Kwa hiyo hatukupata maelekezo mengine kwamba tutaongeza gharama kumteua mkurugenzi au wataalamu au nini. Hiyo shughuli yenyewe ya kuongeza eneo la utawala yalikuwa yamesitishwa. Kwa hiyo tuendelee kusubiri, Mheshimiwa Mwenyekiti, tukipata maelekezo na utaratibu wa kufikisha kufanya mji wetu wa Sikonge uwe mji, tutaendelea nao. Asante. Anafuata Mheshimiwa Mwenyekiti, swali langu naelekeza moja kwa moja kwa mkurugenzi. Ni kutokana na mwaka huu, msimu wa mwaka huu mvua kuwa chache. Je, kwenye swala la chakula kwenye wilaya yetu ya Sikonge tuko salama? Sababu mvua zilikuwa zinanyesha kwa uchache, mazao mengi yalikauka baadhi ya kata. Kwa hiyo kwenye tunapoelekea kuna tatizo au changamoto ya njaa, au tuko salama, au tuko katika wastani gani kuhusu swala la chakula kwa wilaya? Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Kwa swali lake linaloonyesha maslahi mapana kwa wananchi wake na wananchi wa wilaya ya Sikonge kwa ujumla,
Ni kweli kwamba kwa mwaka huu mvua zimekuwa chache na wote tumezishuhudia, na hali ya kilimo kidogo imekumbwa na changamoto nyingi, ingawa uwezeshwaji wa kupata zile mbolea na mbegu zilifika kwa wakati, lakini kutokana na kukosekana kwa mvua kwa wakati kumeathiri mazao kwa kiasi kikubwa. Swali lake lilikuwa nataka kujua, je, hali ya chakula ipoje? Mheshimiwa Mwenyekiti, wataalamu wa idara ya kilimo wanaendelea kukusanya taarifa hizi za kitaalamu, na kwa sababu wakulima wapo kwenye hatua ya kuvuna, kwa hiyo kupata uhalisia wa kitakwimu ni mpaka wao watakapokamilisha taarifa zao. Lakini kwa vyovyote ilivyo, serikali ya awamu ya 6 haitawaacha wananchi wake wakawa wanapata tatizo la njaa. Na kwa utaratibu kwenye wilaya yetu tuna kamati ya maafa na kamati zingine zinazohusiana na masuala ya chakula, zitakuwa makini kufuatilia na kuchukua hatua na kuona namna gani ambavyo tunaweza tukaokoa maisha ya watu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama utakumbuka, kuna miaka miwili nyuma ilitokea changamoto ya chakula kwa wilaya yetu, lakini tujitahidi tukaomba msaada wa haraka wa kupata mahindi ya bei nafuu, yaliletwa, tuliyasimamia na wananchi walipata nafuu ya kununua kwa bei ya chini kabisa. Kwa hiyo kwa kuwa tulishafanya huko nyuma, kama ikitokea hivyo tutaendeleza yale ambayo tuliyaona yalitusaidia katika kuokoa maisha ya watu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Swali langu ni hivi, shule yangu ya kijiji cha Ibara, shule ya msingi, imezeeka sana na imepasuka. Nimewahi kuona baadhi ya fedha, kuna vikao vilivyopita vya vyama na shilingi milioni 120 kwamba inajengwa ile shule, lakini ile fedha huwa naisikia kwenye maflasha na kusikia kwa maneno. Je, ile shule itajengwa lini? Kwa maana inaweza ikaanza wakati wowote na wanafunzi wakaacha kusoma. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kwenye kata ya Mpombwe shule ya msingi Ibaya ni chakavu. Ni chakavu kwa sababu ilijengwa kwa miti na udongo, na kwa sababu zilijengwa muda mrefu, lifespan yake kwa kweli imefikia mwisho. Hoja ya mjumbe ya kwamba ni lini shule itajengwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa taarifa hizi tumeshazipokea mara nyingi kwenye vikao vyetu mbalimbali kuwepo kamati ya fedha, na tuliweka commitment ya kwamba serikali ikipata fedha itajenga na tutaingiza kwenye program mbalimbali za boost, lakini pia kupitia mapato ya ndani tutatenga fedha kwa ajili ya kujenga kwa awamu kidogo kidogo. Kwa hiyo ni muombe tu Mheshimiwa Diwani wa kata ya Mpombwe aendelee kuvuta subira, kwa sababu wadau wetu kupitia miradi ya boost wameweka commitment kubwa katika maeneo mbalimbali. Inawezekana katika nyongeza ya mradi wao tunaweza tukaifikia shule yetu ya Ibaya. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.